ni shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC pamoja na kampuni zake tanzu kwa maana ya Gasco na Tan Oil. Tumeshiriki katika maonyesho haya ya wiki ya utumishi wa umma kwa lengo kubwa la kutoa taarifa na kuhabarisha juu ya huduma na miradi ambayo TPDC inaitekeleza. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi wote, watumishi wote, kwa sababu miradi tunayoifanya na maonyesho tuliokuja yanatija. Kwa kuzingatia bidhaa yetu tulionayo ya gesi asilia, watumishi wa umma wanaweza wakabadili vyombo vyao wakaongeza mfumo wa gesi asilia katika vyombo vyao na kuwafanya waweze kuwahi makazini, kwa sababu rasilimali yetu ina ufanisi na ni bei nafuu na ni safi. Na zaidi sana katika hali tuliyopo sasa hivi ya changamoto ya mafuta, basi gesi asilia inakwenda kuwa jibu na mkombozi wa changamoto hiyo. Karibuni sana katika maonyesho haya, na kama ambavyo mnafahamu, mgeni rasmi wa siku ya leo ni Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, waziri mwenye dhamana ya utumishi wa umma. Basi na nyie mfike muone yale aliyoyaona, lakini zaidi sana pongezi alizotupa kwa kazi nzuri ambayo tunaifanya katika kumhakikisha kwamba mwananchi na mfanyakazi anakuwa katika utendaji na good governance nzuri. Karibuni sana TPDC. Mheshimiwa Waziri, karibu. Sisi tupo hapa TPDC, lakini kama unavyofahamu tuna mradi wa kuanzisha gesi asilia hapa Dodoma na pia kuwa na convention center ambapo magari yatabadilishwa na wataweza kutumia gesi wakiwa Dodoma na sio Dar es Salaam peke yake. Na tunafahamu kwamba of course changamoto ya mafuta, lakini gesi asilia ni rahisi na inawapeleka umbali mrefu zaidi. Okay. Ndio maana tuko hapa kutoa elimu hiyo. Haya bwana. Na tumeondoa kodi kwa gesi. Asante. Na kuna bajaji hapo nyuma pia. Bajaji inatumia gesi na mfanyakazi anaweza akaitumia akawahi kazini, utawala bora utaimarika. Yeah. Jina langu ni Hassan Temba, natoka shirika la maendeleo ya petroli Tanzania. Tupo katika wiki ya utumishi wa umma mwaka 2026 ambayo kitaifa inafanyikia mkoani Dodoma, maeneo ya Chinangali. Sisi kama shirika la maendeleo ya petroli Tanzania tumeshiriki katika maadhimisho haya. Tumeweza kuja na bidhaa ya gesi asilia, na bidhaa hii ya gesi asilia ina matumizi mbalimbali. Mojawapo ni uzalishaji wa umeme ambao tumeanza kufanya katika uzalishaji wa umeme miaka inayozidi 20 mpaka hivi sasa, lakini pia inatumika viwandani. Lakini kwa upande wa maonesho haya TPDC tumeleta bidhaa ya gesi asilia kwa matumizi ya vyombo vya moto. Na hapa tumekuja na gari la mfano ambalo linatumia gesi asilia. Kwa gari hili hapa linatumia mtungi wa kilo 11. Kwa mtungi huu wa kilo 11 una uwezo wa kwenda mpaka kilomita 200 kwa kilo 11. Na hizi kilo 11, kwa nini tunasema hivyo? Kilo moja ya gesi asilia inauzwa shilingi 1550. Kwa kilo 11 ni takriban shilingi 17,000. Sasa unaweza ukaangalia shilingi 17,000 inaweza kukupeleka mpaka kilomita 200. Kwa mfano kama unatoka Dar es Salaam unaweza kufika Morogoro kwa shilingi 17,000. Lakini kwa gari hili ukisema utumie mafuta ya petroli unaweza ukatumia sio chini ya shilingi 60,000 mpaka 80,000 kwa kutoka Dar es Salaam mpaka Morogoro. Gari hili ambalo linatumia gesi asilia ni salama kupita kitu chochote. Kama kuna kitu ambacho kina hali ya usalama, basi mtungi huu wa gesi asilia ndio salama katika gari hili kuliko kitu chochote. Kwa upande wa gesi asilia katika mikoa ambayo sasa hivi tunataka kuisambazia, tuna mikoa ambayo 5 kutoka ile mikoa ambayo imeshasambaziwa gesi asilia kwa matumizi ya vyombo vya moto zamani, ambayo kwa hapo nyuma kulikuwa na mkoa wa Mtwara, Mkuranga pale mkoa wa Pwani pamoja na Dar es Salaam. Lakini kwa sasa kupitia TPDC tunataka kupeleka mikoa 5 ya ziada ambayo itakuwa ni mkoa wa Morogoro, hapa Dodoma tutakuwa na mkoa wa Tanga, Kilimanjaro na Arusha. Kwa hiyo ninapotaka kusema kitu kingine, gesi asilia haitumiki kwenye vyombo vya moto vidogo kama hivi tu vya magari. Hapana, gesi asilia ina uwezo pia wa kutumika kwenye vyombo ambavyo aidha mabasi. Tuna mabasi pale Dar es Salaam ambayo ni mabasi ya mwendokasi yanatumia gesi asilia. Pia kuna vyombo vya moto kama bajaji. Hapa tumekuja na bajaji ya mfano. Kwa bajaji kama hii hapa inatumia mtungi wa kilo 4.5. Sasa kwa mtungi kama huu hapa unaweza kujaza kwa shilingi 6,000. Na kwa shilingi 6,000 hii kwa upande wa mafuta ungeweza kutumia sio chini ya shilingi 20,000 kwa umbali ambao ungeweza kwenda kwa bajaji hii.
Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba ni gharama nafuu sana inatumika kwa matumizi ya gesi asilia, na gesi asilia haitumiki kwa chombo cha aina moja tu. Tunaweza kutumika kwenye vyombo vidogo vya magari kama vile tulivyoonyesha pale kwa Maractus, tunaweza kutumia kwa magari ambayo ni makubwa kama vile maroli. Ukiangalia kwa mteja wetu wa Dangote, amebadilisha magari yake sio chini ya 100, amebadilisha sasa hivi anatumia gesi asilia ambayo ni malori. Lakini tumeweza kuona tena kumbe bajaji zinaweza zikatumia gesi asilia, na kwa kama changamoto iliyotokea sasa hivi ya uhaba wa mafuta kutokana na changamoto ya vita iliyotokea ya Irani na Marekani, kumekuwa na matatizo makubwa sana katika nishati ya mafuta, lakini mpango mzima sasa hivi ni gesi asilia. Na kwa upande wa mikoa kama vile Dar es Salaam, mikoa ya Pwani, Mtwara na hivi sasa tunaenda kwa mkoa wa Dodoma, Kilimanjaro, Tanga, Arusha, kote huko tunataka kupeleka vituo vya gesi asilia. Kwa hiyo watu wajiandae. Kwa mkoa wa Dodoma sasa hivi wanaanza kuchangamkia, sasa hivi wakaanza kabisa kununua bajaji na magari yanayotumia gesi asilia, kwa sababu hivi punde kutakuwa na vituo vya gesi asilia katika mikoa hii.